Karibu sana kwenye channel ya Jehova Media TV Online. Leo nakuletea somo ambalo linasema kwamba nguvu ya maneno. Kwa nini nguvu ya maneno? Au kwa nini tujifunze kuhusu nguvu ya maneno? Lazima kwanza uangalie kama Yesu Kristo ni Mungu muweza wa mambo yote. Kwa nini atumie neno kutamka? Kwa nini atamke maneno na kwa nini asifanye? Kanuni mojawapo ya ulimwengu wa kiroho huwa ni kuzungumza maneno. Kanuni mojawapo ya ulimwengu wa kiroho huwa ni kuzungumza maneno. Na usipozungumza maneno, vitu haviwezi kutokea. Lazima kwanza uzungumze maneno, halafu vitu viweze kutokea. Ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 3 hadi 5 pale, Yesu anasema kwamba na iwe nuru, ikawa nuru. Akaona nuru ni njema, akaita kwamba nuru ni mchana. Akaitenga nuru na giza, giza akaita kuwa ni usiku. Kwa Yesu Kristo anatamka maneno na vitu vinatokea. Na kwa nini atamke vitu vitokee? Kwa sababu iko nguvu ya maneno. Maneno ambayo unayazungumza si maneno ya kawaida. Yale maneno huwa yanakuwa na nguvu ya utisho ndani. Maana unapoishi watu wengi, kitu ambacho kinawatesa au kitu ambacho kimetumika kutesa wanadamu wengi ni maneno ambayo waliyasikia, ni maneno ambayo wanayazungumza. Kwa yale maneno yamechukua nafasi kuwatesa, yamechukua nafasi kuwahangaisha kuishi maisha ambayo ni bora. Kwa nini? Kuna nguvu ya maneno. Kwa lazima uelewe maneno ambayo unayatamka yana nguvu sana kwenye maisha yako. Maneno ambayo unayatamka yana nguvu sana. Usipokuwa makini kitu gani ambacho unakitamka, unaweza kuishi kwa kuteseka. Unaweza kutesa familia yako, unaweza kutesa kizazi hadi kizazi. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno ambayo unayatamka, kwa sababu ya maneno ambayo unayasikia na kuyaweka kwenye akili yako, kwenye mind yako. Kwa nini? Mwanadamu mara ya kwanza unamjua ni nani, mpatie nafasi ya kuzungumza. Yale maneno ambayo anayazungumza tayari anaisha kwamba ndio uhalisia wake jinsi alivyo. Na mtu huwa atamki tofauti na jinsi ambavyo anaishi. Jinsi ambavyo anaishi ndio ambavyo anatamka. Ndio maana Kristo kitabu cha Yohana sura ya 6 ile mstari wa 63, Yesu anamwambia wanafunzi wake kwamba maneno haya ambayo nawaambieni ni roho pia ni uzima. Maanake kumbe unapokuwa umetamka maneno, ndani yake kuna roho. Pia yale maneno huwa yanaishi. Lakini pia kwenye Mithali amesema kwamba uzima na mauti viko ndani ya uwezo wa ulimi. Kwa maneno ambayo unayatamka yanakuwa na uzima pia na umauti. Yanategemeana yamesimama kwenye misingi ipi. Je, ni kwenye roho ya uzima au roho ya mauti? Kunapokuwa umetamka maneno, zipo roho mbili. Yuko roho wa Mungu, pia yuko roho wa shetani. Kunapokuwa umetamka yale maneno, inategemeana sasa ni maneno ya upande gani. Yale maneno kama ni maneno ya kuleta umauti, tayari shetani anachukua nafasi kukutesa wewe kupitia yale maneno yale. Ndio maana watu wanaweka interview, sio wajinga. Ile interview kwa nini inafanyika interview? Kwa sababu mtu anafanyiwa promo ya interview, maana yake moja kwa moja inamtambulisha yeye ni nani. Ukipatiwa nafasi ya kuzungumza, ukitaka kumwelewa mtu ni wa viwango gani, au ni mtu ni mtumishi au sio mtumishi, au ni mtu ambaye ana kipaji fulani, mpatie nafasi ya kuzungumza. Watu wengi wameua ndoto zao kwa maneno ambayo waliyasikia. Chukulia mfano watoto ambao wanasoma. Kama alisikia kwamba hisabati ni somo gumu sana, yule mtoto kwa kuwa alisikia na kwa kuwa leo ni maneno pia ni roho ndani yake, akisha kuyapokea yale maneno kwenye maindi yake, kwenye akili yake, anajenga mindset kwamba hisabati ni somo gumu. Kwa kuwa alisikia vile, hata kama atafundishwa, lakini akili yake ilikuwa inapokea kwamba hisabati ni somo gumu. Kwa akili yake haiwezi kufunguka na kuweza kupokea kwamba sasa anaweza kusoma hisabati na kuweza kuielewa. Wazazi wengi wametumika kwa ndoto za watoto wao. Wazazi wengi wameua destiny za watoto wao, wamefanya watoto wao wajione kwamba hawawezi, wajione kwamba wao ni wajinga. Unakuta mzazi akianza kuongea na mtoto anamwambia kwamba wewe mjinga sana, huwezi kufanya. Anasema mzazi anatumia maneno magumu sana, machafu sana. Hawezi kusema kwamba mtoto wangu barikiwe, wewe mtoto wangu una kipaji, wewe mtoto wangu ni mtu ambaye uko makini sana, unaweza kufanya vitu vikubwa. Anatamka yale maneno ambayo yanamshusha mtoto wake varo, anajihisi inferiority kwamba hawezi kufanya chochote. Kumbe wazazi wengi
wametumia nafasi yao kuua ndoto za watoto wao. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anakaa darasani, anasubiri mwalimu aingie darasani aweze kufundishwa, lakini anapoanza kufundishwa maneno anamjia, mama alisema mimi ni mjinga, siwezi kuelewa. Kwa sababu ile yale maneno ambayo yasikia yanajenga kitu kwenye akili yake kwamba mimi ni mjinga, siwezi kuelewa, siwezi kufanikiwa. Kwa nini? Alitamkiwa maneno mzazi wake. Kuwa makini sana. Maneno ambayo yanatamka ni roho, pia ni nini? Ni uzima. Anasema kwamba kwenye kitabu cha Yakobo, anasema kwamba maneno apendaye kuona siku njema na azuie ulimi wake usinene maneno mabaya. Ambaye anapenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene maneno mabaya. Ni mara ngapi umetumia muda wako kunena vitu ambavyo ni vibaya sana? Ni mara ngapi umetumia muda wako kuzungumza vitu ambavyo havifai sana? Kwa lazima uchunge kinywa chako. Kwa nini uchunge kinywa chako? Maneno ambayo unayatamka tayari unakuwa unajeneza kitu kwenye ulimwengu wa kiroho. Unapokuwa ukitengeneza ile roho inazidi kuishi kizazi hadi kizazi. Lazima ujifikirie, kwa nini kipindi Isaka anabarikiwa au ni kipindi Yakobo anabarikiwa walihitaji sana kusikia maneno kutoka kwa wazazi wao? Kwa sababu walijua kwamba wakisikia ile maneno ni roho, pia ni uzima. Na ukiangalia Yakobo akamiliki, akatawala. Kwa nini? Baba yake akumpatia mali, lakini anasema kwamba mwanangu ukatawale, akatamka baraka. Kwa zile baraka zikamfuata kizazi hadi kizazi hadi leo hii. Maisha ambayo unaishi ni matokeo ya maneno ambayo unayasikiza kila siku. Je, unatenga muda gani kusikia vitu ambavyo vinaendana na ndoto zako? Ni mara ngapi unatumia muda wako kutengeneza vitu au kusikiliza vitu ambavyo tayari vinaendana na ndoto zako? Ukitaka kuona watu ambao wamefanikiwa, wanachukua muda wao mwingi sana kusikiliza kile kitu ambacho kinaendana na ndoto zako na ndoto zao, lakini wanachukua muda wako kwa vitu ambavyo kusikiliza vitu ambavyo hata ndoto zako hazifai kusikiliza vitu hivyo. Kwa makini sana. Mungu akubariki sana. Niite Preacher Timothy.